Jina langu naitwa Doris Maximilian Chacha, ni diwani wa kata ya Nyandoto Tarime mjini, lakini pia ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tarime. Kama tunavyojua, tuko kwenye wiki ya kufikia kilele cha maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Nikitamka mwanamke, nafikiri inaeleweka vizuri mwanamke ni nani kwenye jamii, mwanamke amefanya mambo yapi. Bila mwanamke sisi wote hapa tusingekuwepo. Kwa hiyo maadhimisho yetu tumekuja kuyafanyia hapa Nyamongo, hospitali ya Nyangoto, kuja kuwaona wenzetu wanawake walioko hapa, lakini hatukubagua. Tumewaona wagonjwa wote waliokuwa humu wa jinsia zote, ikiwa ni pamoja na watoto, vijana na wanawake ambao wako kwenye wodi ya kujifungua. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba naishukuru jumuiya ya UWT kwa mpango huu mzuri walioona kwamba ni vyema waje tuje kuona watu wenye ulemavu, watu wenye mahitaji maalum. Tumefika hapa, zipo changamoto nyingi tumekutana nazo, tumeelezwa, zingine ni ambazo tuna uwezo nazo, tumefanya jambo kwa hawa mama, lakini pia wapo waheshimiwa madiwani wamechukua changamoto zile ambazo wanaweza wakazipeleka kwenda kuzisemea katika halmashauri zetu ili tuweze kuwasaidia wenzetu. Hospitali hii ni kubwa na ukiangalia iko Nyamongo. Sisi tukisikia Nyamongo tunajua Nyamongo ni sehemu ambayo kwa kweli wana fursa nyingi. Kwa maana hiyo mimi nitoe rai kwa watu mbalimbali wenye uwezo, tusifanye tu huko nje, tufike hata katika hospitali yetu hii ili tuweze kutoa huduma mbalimbali kwa ajili ya kuwasaidia wenzetu. Mimi nishukuru serikali yangu ya Chama cha Mapinduzi inayoongozwa na mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Sera yake kubwa ni pamoja na huduma za afya kwa jamii. Ukiangalia upo mpango mkubwa wa kutengeneza bima kwa wote kwa ajili ya wagonjwa, watu wenye ulemavu, wazee na watu mbalimbali. Kwa hiyo mimi niombe watu tutoe huduma. Unajua serikali inapohudumia watu wenye afya njema inaendelea kuwa ni hazina. Kwa majina naitwa Justa Magabe, ni diwani wa kata ya Nyakonga, lakini pia ni makamu mwenyekiti halmashauri ya Tarime DC. Kilichotusukuma kuja hapa Nyamongo leo ni siku yetu adhimu na adimu ya wanawake duniani, ambayo sisi tumeona kabla ya kufika kilele tarehe 8 siku ya Jumapili ijayo, tukaamua tuje kuungana na wamama wenzetu leo hapa kituo cha afya Nyamongo kwa ajili ya kujuliana hali, lakini pia kufarijiana. Na katika siku yetu hii tumeona tuwaone wenzetu kwa kuwashika kidogo kile ambacho Mungu ametujalia na tuweze kushiriki nao pamoja. Lakini tulipofika hapa tumekutana na changamoto kama tulivyoambiwa na wataalamu wa afya. Tumeona hapa hakuna jengo la mama na mtoto, ambalo kiuhalisia ni kitu muhimu sana kwenye upande wa kina mama. Mama yeyote yule anahitaji kujifungulia sehemu ambayo ni safi na salama kwa ajili ya afya, lakini kama mnavyojua mama ndio kila kitu. Asante sana. Ni kwamba kama ulivyosikiliza makamu mwenyekiti, kama kiongozi wa halmashauri, tena kiongozi wa ngazi ya juu kwenye baraza ambalo linajadili bajeti ya halmashauri, na umekutana na changamoto katika hospitali ya kituo cha afya Nyangoto ambacho kiko katika halmashauri yako. Pengine unatoa wito gani kwa watu, mashirika na makampuni mbalimbali kuhakikisha sasa wanapunguza zile changamoto zilizoko katika kituo hiki cha afya? Wito wangu ni kuwaomba wale watu ambao wamejaliwa. Kuna watu wana uwezo mkubwa, lakini kuna kampuni na taasisi mbalimbali ambao wanaweza kufanya kitu kama wamefikiwa, wanaweza wakafanya chochote kwa ajili ya kuwezesha kituo chetu hiki cha afya. Tumeona kina changamoto nyingi, lakini pia tumeona hata kuna ishu ya lishe ambayo kiuhalisia sisi kama madiwani tumepokea, na kwa sababu sisi ni wawakilishi wa wananchi, basi tutalifikisha eneo husika kwenye halmashauri yetu, na tumefanya mambo mengi katika halmashauri yetu ambayo tumeona yanaweza kutatuliwa. Lakini kwa yale ambayo tunakuwa tumeshindwa, wako wadau mbalimbali tunawakaribisha ndani ya halmashauri ya Tarime kuweza kuwasaidia wale watu wenye uhitaji, na pale ambapo tunaona kwamba kwa mfano kituo hiki cha afya ni muhimu kwa kila mtu. Kwa wale wadau watakaoona inawapendeza, wanakaribishwa kuja kufanya jambo hapa, na wakati mwingine Mungu anawabariki zaidi.